Alafu kitu ya maana tena, usifanyie the entire flock. Juu unaweza lia baba nitoke kwa mapo. Kinaeka most of the time we do about 260 sacks gunia. Oh, gunia. Yenye imeshakwa. Siri ni I realized about dopa. You see this dry matter. Chakula imekauka. When it is hot, they really thrive. Wanang'ara sana. If you don't sell, you don't make anything. You don't make anything. Cost ya kuraise 1 kondo per year. Ama ndumu. Ram moja anaweza kuadhimu. Lakini water iko too silent. Iko silent inakata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora. Mahali but mortality is there. Kama sisi hapa huwa tumebudget ya mortality. Yeah, maximum 10%. Sometimes it's 5, sometimes it's 10%. Lakini our target. Kuna mwaka tulichapa mortality hata ya 20% kabla tuanze hizi vaccination na deworming. Lakini ukifanya deworming consistently na hiyo vaccination and feeding and then mortality inaenda chini. Kidogo vet bill yako itaenda chini. Yes. Ukiadhere to those schedule. Ufuatilie mzuri kabisa. Alafu pia ni kitambo we used to go let a vet anatudungia na administer. But siku hizi tumezoea. Siku hizi tunafanya wenyewe. Tuko na vet tuna consult pia. Kuna ikifika another stage inabidi uite vet. Alafu kitu ya maana tena. If you're introducing something new, be it feeds, be it anything, maybe a new drug, usifanyie the entire flock. Juu unaweza lia baba nitoke kwa mapo. Usijaribu kwa zote tu mara moja. Lazima utafanya nini? You will have to do pole. You pick 2, unawafanyia. Kama sasa sisi hapa, sasa tukiseme lazima tutafanya maybe na a few sample. Unafanya na a few sample. Sawa. Introduce kitu polepole. Una introduce polepole. Once. Yani gradually. Ni kama feeds. Like for example, kama una introduce a new feed, let's say for example, tunataka tupande Lusan. So tukisha panda Lusan, hatuwezi introduce to full force. Full force. Unaanza na kidogo. Kwa hivyo sasa ile una introduce chakula mpya, unaipea polepole kwanza. Buku hapo pia juu najua kwa ufugaji ya dopa, kitu kubwa sana pia ni feeding. Na budgeting yake. Kama nyinyi mna plan aje sasa ndio uwe sure utakuwa na chakula karibu mwaka mzima. So in terms of nyasi was like boma route. So we've done actually like for this like about 100. You have to actually 1.6 acres. 1.6 acres tu. Ya nyasi, yes. Ya nyasi boma route. Sasa most kama saa hii like this year mvua imeunderperform sana. Like iki underperform maybe unaweza harvest twice per year. But mvua ikikuwa in plenty, mna harvest karibu mara thrice. Yeah, we do thrice. Hiyo ni karibu bales ngapi per each harvest? Per each harvest. Now to cut cost, huwa to bale. Ambel. We just inakatwa. Tunakata tu. We time like dry season. Na juu si ya kuuza. Inakauka chini. Normal consumption. Mnazikausha tu alafu mnaleta. I'll show you. So tuna nini? Like inaeka most of the time. Both of them we do about 260 for the 1.6 acres. Sacks. Gunia. Gunia. Yenye imeshagwa ama bado? Yenye imeshagwa. 260. Siri ni top dressing. Yeah. Alafu sasa hiyo ni baada ya kukata tu. No. Si baada ya kukata. We used to do that. But performance haikuwa mzuri. Like baada ya kukata unaacha ime. Unaacha kwanza itokeleze. Inakujanga ni kama inang'ang'ana hivi. Inakuwa green. Unaona ni kama ndio inaanza kuwa mrefu hivi. Like how many maybe like 1.5 feet. Yes, about half a feet. Yes. Afu kama kuna mvua, chapa top dressing. We do 100 kg into the acre. 200 kg. 100 ama 50 kg. Sasa tunapiga 2 bags. 2 bags. So that becomes which is 100. Which is 100.
Yes. Kwa hiyo shamba yote. Kwa hiyo shamba ya aneka. Like for the 1.6 I'm telling you, tunapiganga like 4 sacks. Oh, okay. That's about 200 kilos. Kuna specific top dress ama ile 26% ina perform better. Oh, 26%. Yeah, 26%. 26% nitrogen. Nitrogen, yes, 26% nitrogen. Nitrogen. Inafanya mzuri. Yeah, kwa sababu pia uzuri ya 26 inaangalia mambo ya iko na liming effect kidogo. So inakuchungia shamba pia. So inakuja mbio kabisa vizuri. Inakuja mbio within 2 months after hiyo umeweka unakata. Unakata. Alafu pia usingoje pia overgrow. Juu inaanza kupoteza vitality. The vitality really goes down. It's the flowering stage. Ikianza kuflower tu hivi. The flowering stage. Cut it. Unakata. Yeah, and then I mill it and then ready for unaweka kwa magunia. Yeah. And another feeding also we have Super Napier here. Twende. So Super Napier in fact hata tumeongeza hata. Hiyo nini? Hiyo Super Napier. Uzuri yake ile inachukua, it is cheap. It is affordable ama the cheap is relative. It's sijui ndaisema aje. So ni rahisi kupanda, inakuja haraka, ni faster. Yeah. Alafu pia iko na protein kidogo. So actually we've like this is naona ni kama 2.2. Yeah, 2.2. Ni kama 2.2. Na unaona unafuga inalisha karibu kondomia. Alafu unaona hata hatujamaliza. Na unaona hii iko very hata ijeisha. Alafu sasa we take the manure tunamwagia tu. Sasa Super Napier inapenda sana hii nini? Sana. Na maji. Inapenda hii mbolea ya kondoo sasa. Like these ones we could have harvested. Ni vile tu mvua imeunderperform hii mwaka. I'm sure even you look around the maize is just man, maybe. Lakini niko optimistic. Bado mtakuwa surprised na production. Yeah, please let that surprise come. Itakuwa. Kuna mwaka niliona ilikuwa hivyo. Lakini bado production ilikuwa poa sana. Ni kama pia mahindi ikipata jua kwa wingi. But a mix is usually good. Yeah. Hiyo kunyesha na jua. Inanyesha kidogo, jua kidogo. Yeah. Sasa unaona Super Napier peke yake na Boma Rods. Na concentrate. Yes. Sasa wewe hata ufanyi silage ya mahindi. Sasa now good question. Kitu nimeona pia farmers, I've seen a lot of testimonies. What they say is silage ya mahindi conversion yake iko juu. Conversion yake iko juu. In the sense that manure, the manure, the droppings iko chache. Ati inakuwa kidogo. So inamaanisha there's a lot of conversion. Unlike the Boma Rods. So it's something I've been thinking to do. Actually I'm thinking, like you see this year, the mahindi vile iko. I'll do 1 acre. Uone. Because also tushafanya we did a silage ya hii Super Napier. Because also nilikuwa naangalia pia farm hand yangu nione handling yake. Handling ya hiyo. Okay. So unajua now hiyo testing lazima we come slowly. Naona sasa naona handling yake anajua ku handle, kufungua. Anajaza kwa drums kadhaa ya kwa wiki, afa ana seal vizuri. So inamaanisha hiyo handling ya nini ya muhimu sana. Yes. Sasa anaweza transfer hiyo skill kwa silage ya mahindi sasa. Alafu unajua sasa silage ya mahindi ni expensive. So that's why this one is a cheaper experiment. This is a cheaper option. It's a cheaper experiment. If we fail, we fail gracefully. Ukifail una fail gracefully. Ikifail una fail gracefully. Interesting. Kwa hivyo wewe ni Boma Rods. But we will likely do the mahindi this year. Ujaribu uone. Lakini so far naona tu kondoo wako sawa. Wako sawa. But pia tunataka best. Yes. Ni kweli. Histo ulijenga baadaye ama ilikuwa baadaye? Ukianza. It was on a need basis. Sasa huku tuna proceed na kuna kitu inaitwa in what chain? Inaitwa nini? Supply chain. Supply chain. You see the way Toyota. The way of manufacturing. The way they just manufacture. Your time.
So si ati you unaleta inventory ati waiting for nini, hapana. You just build what you need. Kama mimi sasa nilikuwa nakuuliza ati Aolia, pengine wewe hata uifanyi Aolia. No, for feeding, that's a different story. So this is our small store. Iko packed. Kweli. Can come closer. Kitu ingine nimegundua ni yani bila hizi mashini ni kama ukulima ni ngumu sana. Alafu unajua, you know now with China kuna kitambo lazima ungekuwa na tractor na hiyo but you see now squeeze kuna maengine ndogo tu. Kuna ndogo kama hii. This is a 10 HP. Squeeze kuna ya petrol at the same 10 HP. Very affordable. Na unajua ile shida wakulima walikuwa wanapitia zamani kupata tractor ikuje tu imshagie hivi tu. Unaenda asubuhi kwa mwenye wako na tractor. Hivyo. Alafu anakuweka kwa list. Unaweza kaa mwezi mzima ndio ushagie. Alafu inyeshe. So, unaona this kama hii this is pure Boma Roads. This ones. Hizi ziko kwa gunia mingi. Hata si gunia tu. Na ingine kumwaga chini. The reason why tunamwaga chini ni kumanage pia rodents. Okay. Unajua wakiwa hivi rodents hawana mahali ya kuhide. Alafu space. It takes less space. It takes less space. Yeah. Kwa hivyo rodents hawezi ingia kama iko hivi. Na iko hivi hawaingii. So inakuwa easier. Alafu sasa ndio hii concentrate wetu hapa. Hii sasa ndo mnajimixia. We do mix. Unaona iko na mahindi kwa ubali. Unaona iko na sunflower kidogo hapo. Unaona wheat bran kidogo hapo. Alafu mnaongeza pia wheat bran wheat bran. Alafu pia of course iko na sunflower cake hiyo sunflower cake. Alafu kwa umbali tu sasa uwezi ona hizo minerals yenye tunaweka either kidogo ama extra mali. Hiyo supply chain hiyo. Hiyo. Elezee zaidi bana. Kwa interested na hapo. Which one? Vile yani au uleti mingi ikae sana. Yes, we don't do that. We just on time. Kwa sababu kileta mingi saa zingine ina breed. Acha nisiseme nini? Contempt ya wastage. Chakula ikiwa mingi. Alafu pia if you want to change course inakuwa hard. Imagine you've ordered so many panels, let's say doors, and then you want to change vile gari inakaa. Maybe market is demanding something else. So you pivoting will be a bit hard. Ni kweli. Yeah. Itakuwa ngumu. But now in terms of vitu kama sasa like Boma Roads, easy feeds, those seasonal things perennial, sasa hiyo inabidi you stock through the year. Yeah. Kama hii chakula sasa hii ni ya muda gani? This is for the whole year. Mwaka mzima. Wow. This is until afu unajua sasa where ukiona hii area but shamba are still big. So when we harvest this maize, sasa we start feeding them in the morning only. And then they thrive. But something I realized about Dopa, you see this dry matter. Chakula imekauka. When it is hot, it seems they really thrive. Wanang'ara sana. Wanapenda dry matter kabisa. Sana. In fact, it surprises me. Between October and March. Sasa ile jua ni kali. Dry iko mingi. What they do really well. Kwa hivyo hii Super Napier hata uipeange ati fresh? Asipeange fresh. Uipei fresh. The reason why we started initially we used to give it fresh. Tuko tunakata in a wild. We do right now ya kesho. Ya kesho. But now ikafika like the December, the fields are open, so we could not consume. So we had to inside to preserve. Inakuwa mingi pia. Because you see again, it still applies. You have to harvest it when it's still fresh, very flowery or green. So the more it gets mature, the protein content goes down. Yeah. Kwa hivyo hiyo ndo siri ingine ya protein. So in the process sasa hatuna option. Sasa we have to keep ensiling. Plus pia if I do that, like for example when we are ensiling, huwa tunashaga mahindi pia. Mnashaga mahindi. Shaga mahindi alafu tunaweka unga mnachanganya naye. Tuna spray. Hivyo ndo mnaunda hiyo silage yake. Kwa hivyo mnaongeza pia mahindi. Mnaongeza mahindi ama nini? Unga tu. Unga tu. Either you do unga ama molasses. Hiyo inakuanga tu kama catalyst. Yeah. Unaongeza unaiensile. Inatokea vizuri. Inaida. Unaweka hii ya chini ama unaweka kwa hizi drum tu?
Ama unasema iko chini, iko kwa karatasi pale. Iko chini. Yes. Unaweka chini tu. Naweka tu kwa karatasi, just the normal style tu. Okay. Maybe in the future tutafanya hii, there is this machine, baling machine. Hii baling machine. Na soon China watatuletea ndogo tu. Yeah. Thanks to free market. Global economy. Sasa uzuri ya hiyo, the beauty about that, wastage it's almost zero. Because if you open that one bale, and in fact una adjust size vile unataka. Ukifungua unalisha yote. Yeah. Na storage yake unaweza zipanga anyway. Yeah. Alafu move. Now, pia it's high time pia we do agribusiness. Agribusiness means yes, there is passion, lakini pia lazima ufikirie kama biashara. Like for example, if you go to listed companies in NSE, and you're able to see let's say price. The price ni per share price. That is the sentimental bit of it. Alafu unajua sasa kuna book value. What is the return? Dividends. Farm ina dividends, but iko na profit at the end of the year. What can you say is the net return ya hiyo farm yako? Pia ndio iweze kuona kama unafanya biashara. Although for the last maybe sahi ndio tumeanza at least kuona a profit because we sell, because if you don't sell you don't make anything. But now initially ina feelingi hakuna kitu kwa sababu uko capital injection. Una build the flock. Una build the flock. Sometimes you need to buy a machine, you need to build a store. Kidogo saa zingine una lose animals, learn in the process. So hapo ndio una feeling it's a bit stuck. But it's the way of life. Since you brought up the business side of it. Yeah. Hii investment. Sijui kama utakuwa honest kutuelezea vile ni capital intensive. Unaona umenunua mashini, nini. Na najua hizo zote pengine ulianza kama hauna hizo mashini. Yeah. I would say cost ya kuraise one condo per year. Last year up to 2024-2025 with 2,000 ungelisha condo the whole year. With 2,000 shillings? Yes. Lakini hiyo ni cost ya condo moja. Lakini sasa with the price of fuel going up, everything goes up. Now we are talking about 3,000 to 4,000 to raise. Yes. Yani 3,000 kumchunga kondo moja mwaka mzima. Wewe ni kama una keep records kweli. Ni cost sasa, unajua sasa lazima tuangalie. You see now, personally, by training I am an engineer, but I came to the field, but then I started, I also gravitated to business and investment. So like for example, when I'm now comparing, how is Dopership vis-a-vis, let's say doing special farms, like the Oaks, the Mansa, vis-a-vis doing, let's say for example, the government bonds. And also vis-a-vis now going to the stock exchange. So there is inaitwa diversification. Because you see now, let's say for example, this, we import economic, let's say, turmoils, like what happened recently with the US, Iraq against in the Middle East. Sasa, hiyo ikifanyika, do you have anything to shelter? Yeah. So, that's where I am. And now, initially, in fact, now going into marketing, challenging ingine pia gravitating towards finance. And nimegundua, if you don't sell anything, you don't make nothing. You make nothing. Even your skill. If you don't talk about your skill, who will talk about it? Hakuna. Yeah. So, sasa tuko hapo. Hii inaweza benefit wafugaji wengi. Hii side ya recording. Wengi wetu struggle hapo sana. Yeah. Unajua inaweza kuwa maajabu, wewe ndio umereveal ya kwamba it cost 3,000 to raise one sheep 1 year. One sheep 1 year. Mi hata ungeniuliza ni ngapi, ningesema naweza kuambia tu ile mimi nimetumia mwaka mzima. Okay. Lakini si unaona ni important kuleta hiyo business aspect kwa ufugaji. A lot.
It's agribusiness. That inatakana ufanye hiyo costing kabisa mpaka ujue inakugharimu ngapi kuchunga kondo moja kwa mwaka. Hiyo inakualau kwa mambo ya budgeting. Unaweza pangia sasa. Unajua uko na kondo 100, kwa hivyo unahitaji you need this much. Yeah. Inakusaidia hata kuamua ni kondo gani utauza. Bas, ufikishe ile target yako. Ufikishe target. Alafu sasa ndio ukuwe na pesa ya next year ya chakula. Ukuwe na pesa ya next year ya chakula. Kwa hivyo records ni ya maana. A lot. Kuna style system fulani special unatumia ama? Mostly I natumianga tu Excel. Unazipanga tu vizuri. I just do. Maybe nitabidi nirudi hapa siku nyingine utufunze hiyo Excel. There was a guy. Najua watu wengi wata benefit sana. Hiyo tutakuja sasa tukae kwa nyumba tu. Ndio tukutuangalie tu. Useme unapanga namna hii. Hiyo itasaidia sana. There's a time I was thinking maybe asijafika hapo. You see the normal POS, the point of sale that you find at the supermarket or even like QuickBooks. There are so many. Nimefikiria hiyo QuickBooks. Nilikuwa nimejaribu actually kubadilisha hiyo QuickBooks lakini sikufika mbali. Uli give up haraka. Lakini nilikuwa naona kuna vile unaweza weka mpaka unaweza change hizo vitu mpaka zikuwe ya farming. Actually ikuwe ya farming. That can be a nice project. It can.